Moses William, habari za huko Mwanza bwana? Aisee, na mshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Sijaenda Katoro, niko jijini Mwanza. Katoro lakini ndo kuna hela sasa hivi. Watu wanapenda tu hela, wataki kujua zinatoka wapi. Kwa niko mjini hapa, sijaenda kijijini, niko mjini. Sawa bwana Moze, dakika chache zilizopita tumetoka kushuhudia ratiba ya ligi kuu ya Tanzania bara msimu wa 2026-2027 imewekwa hadharani, imetoka, na siku ya kwanza kabisa Pamba Jiji mnaanza kufungua dimba. Bila shaka umeiona ratiba hii? Ya, nimeiona vizuri, na mchezo wetu wa kwanza ndio mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo ratiba nimeiona Teddy, na niseme nimeiona vizuri. Kuna kuiona na kutokuiona vizuri. Nimeiona vizuri. Kwa namna ambavyo umeiona ratiba ya safari hii, mpangilio wa tarehe na muda wa mapumziko, unadhani ina tofauti gani na ratiba ya msimu uliopita? Unajua changamoto ya hii misimu miwili ni kutokana na baadhi ya mashindano. Kwa mfano season iliyopita tulikuwa tuna changamoto ya AFCON na michuano mingine. Msimu pia kama hiyo ipo. Kwa hiyo sio rahisi bodi ya ligi kufanya vizuri kwa 100%, lakini wanajaribu kupambana kwa ajili ya moja, kuangalia interval ya klabu hasa kwenye eneo la uchumi, kwa maana ya klabu kutoka sehemu moja kwenda kwenye eneo lingine, lakini pia swala la afya kwa wachezaji, kwa maana ya distance ya mchezo husika, kuchezwa mchezo mmoja mpaka kwenye mchezo mwingine. Kwa hiyo hawajafanya kwa 100%, lakini tuwapongeze. Jambo ni gumu, wamepambana nalo, wamefanya hivi ambavyo wamefanya. Kwa hiyo sisi tuko tayari na tumeshaanza mazoezi leo kwa ajili ya kujiandaa na Mbilinge ambayo inakwenda kuanza hivi karibuni. Kwa hiyo tayari timu imeingia kambini, tuambie hali ikoje, wachezaji wameingia na mood ya namna gani, na maandalizi yanakwendaje? Ya, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi maandalizi tulianza wiki iliyoisha, kwa maana ya Ijumaa na Jumamosi, lakini kwa maana ya kuingia kwenye pichi sasa leo rasmi tumeanza mazoezi yetu chini ya mwalimu wetu mkuu Francis Baraza na benchi lake lote la ufundi ambao lilikuwepo msimu jana. Kwa leo tumeanza day 1 taratibu, mwalimu ameangalia kuna vitu ambavyo amevinotice. Kwa hiyo tunaendelea na kazi kuanzia kesho. Leo pia kuna wachezaji wapya ambao tumeshawatambulisha, walikuwepo, lakini pia kuna wengine ambao hatujawatambulisha, pia tunaendelea na hilo zoezi. Na kwa wale ambao wamefika mazoezini wameanza kuona ile ladha ya timu yetu. Kwa hiyo mimi niseme Teddy, zoezi linaendelea. Kesho pia wanaume wengine wataendelea kuonekana kuna uwanja wetu wa mazoezi. Sisi ndio hivyo, tunaondoka. Sisi wale tunaondoka hivi. Bwana, tupo katika wakati wa usajili kwa hivi sasa. Na tayari tumeona baadhi ya wachezaji mmeshagana nao, na wengine tayari mmeanza kuwakaribisha kikosini. Takribani tumeona wachezaji takribani 3 tayari mmekwisha kuwakaribisha. Pengine tarajie sajili zaidi, ama mnakwenda kukamilisha siku za hivi karibuni? No. Zoezi letu la usajili halijakamilika. Kwa hiyo zoezi linaendelea. Kuna kuwasajili na kuwatangaza. Wengi tumemaliza kuwasajili. Zoezi lililoko mbele ni kuwatangaza. Lakini pia zipo baadhi ya sajili zinaendelea kumalizikia kwenye level ya management. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa sawa, na tutatoa taarifa juu ya nani ni nani na vitu vingine kama hivyo. Hizi sajili ambazo tayari mmekwisha kuzitambulisha, Eric Johora, Inonyem pamoja na Stefan, unazizungumziaje? Na bana, tumesajili wachezaji wakubwa wenye profile. Huyo center back kutoka Mlandege, Inonyem Okorocha. Okorocha. Watu wanachanganya tu kidogo. Kuna wengine wanasema Okocha. Ni Okorocha. Ila Okocha alitushauri. Yaani huyo ni Okorocha ambaye tulishauriwa na Okocha tuweze kumsajili. Na anatoka Nigeria, ana height nzuri, ni defender wa kisasa kabisa. Alafu kuna vitu vingine lazima vikuogopeshe Teddy. Ndio. Wewe mchezaji amesajiliwa, amepostiwa na watu wote, unahisi hao wote amewapa hela? Kwa hiyo maana yake ama tafsiri yake ni mchezaji, yaani kuna tofauti ya mchezaji mzuri na mchezaji mkubwa. Yaani boli limo. Kumpata Okorocha
tumepata mchezaji mzuri na mchezaji mkubwa. Sasa kwenye mchezaji mkubwa kuna vitu kama hivyo, hizo profile, namna ambavyo anauzika sokoni na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sisi tumepata wachezaji wawili kwenye mchezaji mmoja. Tumesajili mchezaji mkubwa na pia tukapata mchezaji mzuri. Kwa hiyo ligi inaanza hivi karibuni, wataona kile ambacho nakizungumza. Kwa hiyo nafikiri kila kitu kinaenda vizuri. Tumesajili wachezaji kulingana na mahitaji ya benchi la ufundi. Kuna timu zinaokota, kuna timu zinazoa wala ambao wanapatikana, lakini sisi Pamba Jiji Football Club, narudia tena, tumeshusha vyuma. Kwa hiyo watu waendelee tu kusajili, ambao wanamuona anapatikana wamchukue, lakini sisi tunaleta mchezaji kwa mujibu na mapendekezo ya benchi la ufundi chini ya mwalimu wetu Francis Baraza na si vinginevyo. Ziko timu wanasajili viongozi, Pamba Jiji Football Club linasajili benchi la ufundi. Kwa hiyo Francis Baraza ndo ana uamuzi wa kutoa na kumuingiza mchezaji. 280%, kila kitu anafanya yeye. Akisema huyu simuhitaji, hatokaa kwenye timu. Akisema huyu namuhitaji, atakaa kwenye timu. Sio utaratibu wetu. Bwana, baada ya kuruka sana tumeshuhudia bwana mmeachana na Kelvin Nation na ametambulishwa Simba. Mozi, kuna wakati ulikuwa unakataa kabisa. Wewe ndo unaniwekea maneno, mimi sijaje kukataa. Ila ulikuwa unakanusha. Ambacho nimesema hakukuwa kuna taarifa rasmi ya Kelvin Nation kuondoka kwenye klabu yetu kwenda huko ambako alikuwa anatajwa. Kwa muda sasa umefika, kila kitu kimekamilika. Simuona wahusika wamemtangaza, wala hamna kelele, hamna nini. Maisha yanaendelea. Ndio. Wamepata mchezaji mzuri. Ndio, lakini kuondoka kwake kwenu hakuja waachia pengo lolote. Kuna vitu viwili. Kuondoka kwa Kelvin Nation, kwanza alikuwa ni mchezaji mzuri ambaye alikuwa na msimu mzuri, lakini mpira wa miguu replacement ya mchezaji sio mchezaji, wakati mwingine ni system. Hawa wote ambao unaona wamefanya vizuri kwa sababu ya ubora wa Francis Baraza. Nation amekuwepo kwenye huu mpira kwa muda gani, lakini hakuwahi kuitwa kwenye national team. Akiwa Pamba ameitwa kwenye national team. Heshima yake imekuwa kubwa sana kupitia kwenye klabu ya Pamba. Kwa hiyo sisi tunamtakia kila laheri, lakini as long as yule ambaye aliwafanya washine pamoja na uwezo wao binafsi yupo, kwa maana mwalimu Francis Baraza, basi tunaamini bado hofu hatuna. Timu yetu itaendelea kuwa nzuri, atatengeneza wachezaji wengine wazuri. Wanaweza wasiwe kama Kelvin Nation, lakini tutatengeneza wachezaji wazuri ambao wakikaa watasema yes, coach pale yupo anafanya kazi. Kwa hiyo hatuna pengo la Kelvin Nation, tuna pengo la kutokuwa na mchezaji mwenye jina la Kelvin Nation ambaye hayupo kwenye klabu yetu. Lakini kwa maana ya playing style na vitu vingine, hayo ni mambo ya kiufundi ambayo mwalimu anaweza akawepo kwenye nafasi nzuri zaidi ya sawa. Naona mtandao ulikatika kidogo. Tumalizie. Msimu uliopita mmemaliza kwenye ligi kama sikusi, ilikuwa ni nafasi ya 7. Na mlianza ligi vizuri. Safari hii mna ingia kwa gia gani na mkiwa mna malengo gani zaidi katika ligi? Msimu huu tunakwenda kuwakumbusha kama msimu jana hatukubahatisha na tumeandaa timu nzuri. Kwa hiyo chochote ambacho tutakifanya ni kuwaambia watu tuna timu nzuri ambayo inaweza ikashindana kiwanjani. Sasa malengo ya taasisi, of course, baada ya leo kuanza, mwenye timu yake kwa maana ya CEO Juma Lehet atakuja kusema malengo ya timu na nini ambacho tunataka tukifanya kwa msimu ambao unakuja. Lakini lengo mama la kwanza na kubwa ni kuhakikisha tutengeneza timu ya ushindani ambayo inashindana kila mchezo, kuhakikisha tunafanikiwa kupata alama 3. Hayo ndio malengo ambayo kama club tuko nayo. Bwana, mimi nikushukuru sana bro, nikutakia siku njema, lakini pia